Alipokuwa anahutubia hapa, nikasema huyu kama angekuwa anawahutubia wajumbe leo wangemchagua wote. Lakini college alionayo ni kwa sababu anaelewa jambo ambalo amelipigania katika maisha yake, na anaonyesha ni kwa jinsi gani aliguswa na tatizo la ukeketaji, akaamua kusoma, kujenga uzoefu na kujenga skills ambazo zimemsaidia kama sio kukomesha, lakini kuondoa kwa kiasi kikubwa, kwa asilimia kubwa, tatizo la ukeketaji katika mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo ninaomba niseme Clouds, hongereni sana. Ninajua mnaelekea kutimiza miaka 10 ya programu yetu ya Malkia wa Nguvu. Hapo sasa tunatakiwa kufikiri zaidi. Kwanza sustainability ya programu yenyewe, lakini kuja sasa na mtazamo mpya ambao ni more matured kwa kuzingatia historia ya mlikoanza na mlikofika. Naomba niwahakikishie serikali tunafurahishwa na nyie, na hasa sisi viongozi wanawake, na mmeshaona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu mama mwenzetu akiwapongeza kwa kazi hiyo kubwa mnayoifanya. Hebu tumpigieni makofi Mheshimiwa Rais wetu, makofi ya kumtia nguvu kama mama mwenzetu. Sasa kauli mbiu hii ya mwaka huu ya kwamba tunakwenda duniani ni kauli inayosimama, lakini pia ikimpambanua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ninaamini wanawake wote wa taifa hili tutakubaliana kwamba Mheshimiwa Rais wetu, mama mwenzetu, na mnakumbuka zaidi ya miaka 69 toka tumepata uhuru, hatujawahi kuongozwa na rais mwanamke. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni rais wa kwanza mwanamke wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tangu ameingia madarakani amefanya kazi kubwa sana ya kulifungua taifa letu kikanda na kimataifa. Kama ni malkia ambaye ametupeleka duniani, malkia wa kwanza ambaye ametupeleka duniani kwa spidi kubwa ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi na vigelegele vingi kwake. Mmeona katika kipindi hiki kifupi ameweza kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na mahusiano hayo mazuri ya kidiplomasia yameleta tija kubwa katika ustawi na maendeleo ya taifa. Na wale ambao wamepata nafasi ya kumsikiliza leo Mheshimiwa Rais wakati akiahirisha shughuli za bunge la 12 ndani ya nchi yetu ya Tanzania, hakika naomba niwaambie, si tu tunasema tumepata rais mwanamke, ninaomba niwahakikishie Mheshimiwa Rais wetu ni kiongozi mwenye maono makubwa kwa taifa la Tanzania. Ni kiongozi mzalendo, ni kiongozi anayejali wananchi anaowaongoza, lakini ni kiongozi ambaye anajua nini Watanzania wanahitaji kwa sasa na nini ambacho Watanzania wanahitaji kwa miaka inayokuja. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu
kwa kutupa aina ya rais tuliye naye. Ndugu zangu, tukikumbuka namna ambavyo alichukua haya madaraka, ilikuwa ni kipindi kigumu sana. Taifa hili halikuwa limewahi kupoteza kiongozi mkubwa wa taifa kipindi ambacho kiongozi huyo yuko madarakani. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka historia ya kuwa kiongozi mkuu wa nchi wa kwanza ambaye amelivusha taifa kutokana na kifo cha kiongozi mkuu wa taifa, kitu ambacho kilikuwa hakijawahi kutokea katika nchi yetu. Na ninawaambia akina mama wenzangu, mataifa mengi duniani yalishindwa kufanikiwa kupita kwenye mapito ya namna hii, pale ambapo kiongozi mkubwa anafariki, anayekuja anatakiwa kulivusha taifa vema kwa amani na utulivu, akafanikiwa. Dr. Samia Suluhu Hassan amefanikiwa. Alituvusha vizuri. Tulivuka kwa amani. Na amani ya nchi yetu ya Tanzania ikabaki kama ilivyo. Na imeendelea kuwa kama ilivyo mpaka sasa. Naomba kina mama tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mimi wakati mwingine sitaki kuwa na maana nyingine yoyote, ninasema Mwenyezi Mungu alikuwa na maono yake ya kutukabidhi umakamu wa rais, kumkabidhi mwanamke umakamu wa rais. Mwenyezi Mungu alijua kitakachotokea. Na niwaambie akina mama wenzangu, katika maisha yetu binadamu, akina mama tuna mioyo ya kubeba mambo mazito. Hakika Mungu ametupa hiyo thawabu. Na ndio maana Mheshimiwa Rais alituvusha vizuri. Wakati ameingia madarakani, mnakumbuka tulikuwa na tatizo kubwa la COVID. Na tulikuwa hatuelewi tutavuka vipi kwenye ugonjwa ule wa uviko. Lakini mama huyu, rais wetu, malkia wa nguvu Dr. Samia Suluhu Hassan, alituvusha vizuri kwenye tatizo lile la COVID. Lakini ametuvusha kwenye mambo mengi. Na ninatamani niyaseme tu machache zaidi ya haya niliyoyasema, ili niweze kuendelea na maneno mengine ya ziada kidogo yanayohusiana na shughuli yetu ya leo. Malkia wa nguvu, kwa nini ni Dr. Samia Suluhu Hassan? Mnafahamu, katika kipindi kifupi, jambo jingine ambalo linatuhusu akina mama moja kwa moja ni namna rais wetu alivyofanikiwa kupunguza vifo vya akina mama wakati wa uzazi. Mheshimiwa Rais amevipunguza vifo hivyo kwa 80%. Akina mama wenzangu, malkia wa nguvu, wale waliopata tuzo, lakini na malkia wa nguvu wote ambao tuko humu, akina mama wenzangu, Mheshimiwa Rais ameweza kupunguza vifo hivyo kutoka akina mama waliokuwa wanapoteza maisha 556 katika kila akina mama ambao tunawahesabu wana vizazi hai 100,000. Ina maana katika kundi la akina mama 100,000, wakina mama 556 wakati wa uzazi walikuwa wanapoteza maisha. Malkia wa nguvu Dr. Samia Suluhu Hassan amepunguza vifo hivyo
na sasa vimefika vifo 104. Tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais. Naomba niwape siri. Yako mataifa ambayo hali ya vifo vya kina mama wakati wa kujifungua, bado viko juu. Kuna mataifa vifo viko mpaka 1000 na kuendelea kwenda huko juu. Akina mama wanapoteza maisha yao, lakini hapa tunaye rais, mama mwenzetu anayejali ustawi wa Watanzania, lakini anajali ustawi wa kina mama wenzake. Malkia huyu wa nguvu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa muda mfupi amepambana na kumtua ndoo mwanamke wa Kitanzania kwa miradi mingi ya maji. Tupige makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wanawake na Samia oye! Wanawake na Samia mmesema hapa. Katika kipindi kifupi, Mheshimiwa Rais wetu, Malkia wa nguvu namba 1 ndani ya Tanzania, ametuondolea kadhia ya kuhangaika na mapishi kwa kutumia nishati chafu, na ametuletea nishati safi ya kupikia. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na sasa hivi mitungi ya gesi imefika mpaka vijijini na kuwaokoa wananchi na hasa wakina mama kutokana na kadhia nzito ya kupikia kutokana na nishati chafu. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais wetu. Hakuishia hapo. Mnajua Mheshimiwa Rais amepambana kuhakikisha nishati ya umeme inafika mpaka vijijini, lakini ameweka mazingira wezeshi ya biashara, na mmewasikia malkia wa nguvu wanaofanya biashara wametudhihirishia sasa hivi ni kwa kiasi gani mazingira ya biashara yamekuwa wezeshi. Lakini Mheshimiwa Rais amefanya uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya kilimo, na sasa hivi anatoa ruzuku ya mbegu, ruzuku ya mbolea na mipangilio mingine mingi. Malkia huyu wa nguvu ameturudishia watoto wetu wa kike waliopata ujauzito wakiwa shuleni, wamepata fursa ya kurudi tena shuleni ili waweze kutimiza ndoto zao na kuendelea. Lakini mnafahamu amefuta ada ya shule, jambo ambalo lilikuwa linawatesa wanawake wengi. Ameongeza mikopo ya elimu ya juu. Kifupi niseme, tukianza kuyaeleza hapa mema yaliyofanywa na malkia wa nguvu namba 1 Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, tutafika mpaka kesho asubuhi. Itoshe tumshukuru Mwenyezi Mungu, na kwa kweli tuna kila sababu akina mama wenzangu kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu Malkia wa nguvu namba 1, na hasa katika jambo lake la mwaka huu mwezi wa 10. Akina mama oye! Akina mama na Samia oye! Mwezi wa 10 kwa rais wetu tutafanya nini? Tunatiki. Ndugu zangu, mtakubaliana nami kwamba kutokana na juhudi hizi kubwa za rais wetu kuifungua nchi, Tanzania imeweza kuwa na taswira njema kikanda, na kupitia kauli mbiu ya leo twendeni duniani, Clouds mtahamasisha malkia wengi wa nguvu ndani ya nchi yetu kuvuka mipaka ya nchi yetu ya Tanzania kwenda nje kuthubutu. Na niwaombe malkia wa nguvu ambao leo tumewatambua hapa, wajenge ujasiri sasa wa kuanza kuwekeza nje ya nchi yetu ya Tanzania.
Wakifanya hivyo, watatufungulia sisi wanawake wengine uthubutu pia wa kwenda huko nje. Malkia wa nguvu wa uwaini, nenda nje sasa. Malkia wa nguvu wa biashara, nenda huko nje. Nadhani ni kipindi kizuri cha kuwatumia wanawake kuipeleka Tanzania katika mataifa mengine. Kama huko nyuma wenzetu wa mataifa hayo wamekuja kuwekeza ndani ya nchi yetu, ni zamu yetu wanawake kuongoza nchi hii kwa kuwekeza nje ya nchi ya Tanzania. Niwaombe Clouds, mtusaidie katika jambo hili. Nimefurahi hapa mmeamua kupeleka timu ya Malkia wa Nguvu China, wakaanze kupata mbinu mpya za kufanya uwekezaji nje ya nchi yetu ya Tanzania. Wajenge ujasiri wa kimaono, maarifa na upambanaji. Clouds, tunawaalika serikalini, kama mtataka msaada, tuko tayari kuwapa msaada ili tuwatoe wanawake wa Tanzania kwenda kupambana katika mataifa mengine. Itakuwa ni jambo jema sana katika kipindi hiki ambacho tunaye Malkia wa Nguvu, rais wetu aliyejenga mahusiano mazuri ya kidiplomasia na anaonyesha uwezo wa wanawake katika mambo mbalimbali. Tutumie kipindi hiki sasa kuwainua kwa nguvu na kwa haraka, kwa kasi ya 4G wanawake wa Tanzania katika masuala mbalimbali ya maendeleo. Niwaalike wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi kuja kuunga mkono juhudi hizi zinazofanywa na Clouds Media. Ninawashukuru wadau ambao wamekuwa wakichangia programu yetu, lakini sasa Clouds Media wanaenda kutimiza miaka 10 na programu yao ya Malkia wa Nguvu. Tutahitaji kupata wadau wenye nguvu zaidi watakao tusaidia kuibrand Malkia wa Nguvu ichukue taswira ya kuinua wanawake katika viwango vya juu zaidi katika dunia hii na sio ndani ya Tanzania. Tuko tayari kama serikali kuhakikisha jambo hilo linafanikiwa. Natambua Malkia wa Nguvu mwaka huu imeenda kwenye kanda tofauti, Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya na sasa Dodoma. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wanawake wote nchini kuchangamkia fursa hii ya Malkia wa Nguvu. Mwakani tunategemea tutaiona Malkia wa Nguvu katika taswira nyingine mpya, lakini tutaiona Malkia wa Nguvu ikiwa kweli inatinga mambo katika ulimwengu mwingine wa kibiashara na kimaendeleo kwenye medani za kina mama. Ndugu zangu, mwisho lakini sio kwa umuhimu, ninaomba tukumbushane, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na kama jukumu letu kitaifa, kwanza niwaombe sana Malkia wa Nguvu akina mama wote, tuwe mstari wa mbele. Tumwombee rais wetu na serikali, lakini tuhakikishe tunapambana kulinda amani, umoja na upendo ndani ya taifa letu. Ndugu zangu, tutatofautiana kimitazamo, tutatofautiana kiharakati, lakini jambo la amani katika taifa hili libaki kwenye mikono yetu wanawake wote. Akina mama wenzangu,
taifa hili amani ikitoweka, mwathirika wa kwanza atakuwa ni mwanamke. Hakuna mama atakayeweza kukimbia vita akawaacha watoto wake. Kuna kipindi nilikutana na rafiki yangu mmoja, akanieleza jinsi akina mama wanavyokimbia vita katika nchi zao, na sisi tumekuwa tukishuhudia hata kwenye vyombo vya habari. Mama hawezi kuacha mtoto, anakubali wakati mwingine atafunga mtoto mmoja mgongoni, lakini anao watoto wengine wawili hawawezi kukimbia. Atachukua kikapu na kuwaweka wale watoto kwenye kikapu, atajitwisha kichwani, lakini bado atahitaji kuchukua chakula ili kiweze kuwafaa watoto wake. Ndugu zangu, akina mama wenzangu, tuyakatae hayo. Tuyakatae hayo kwa nguvu zetu zote. Hatuko tayari kupoteza amani ya nchi yetu ambayo imelindwa kwa nguvu na wivu mkubwa mpaka hapa tulipofikia. Tuingie kwenye uchaguzi, tushindane kwa hoja, sio kwa ngumi. Tushindane kwa kujenga taswira ya kila mtu anachotaka kukipeleka kwa wananchi, lakini sio kuvuruga amani ya nchi yetu. Akina mama, ninawaomba sana tukawe mabalozi wa kulinda amani, na hasa katika kipindi hiki. Lakini jambo la pili, ninawaomba tujitokeze kwa wingi katika kwenda kupiga kura. Tukatumie haki yetu ya kupiga kura. Lakini la tatu, akina mama wenzangu, ni lazima tukubaliane. Mnafahamu mwaka huu tuna jambo letu. Akina mama na Samia oye! Mwaka huu tuna nini? Mwaka huu tuna nini? Mwaka huu tuna jambo letu, na jambo letu sio jingine. Jambo letu ni kuhakikisha Malkia wa nguvu namba 1, Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanamke mwenzetu, anaendelea kuwa ni chachu ya hamasa ya maendeleo ya wanawake katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini ninaamini hata wanaume watatuunga mkono, kwa sababu mafanikio ya wanawake ni mafanikio pia ya wanaume. Na mara nyingi tumekuwa tukisema katika maendeleo, mwanamke na mwanamume bega kwa bega. Kwa hiyo tunaamini kabisa watatuunga mkono, na wote tutakubaliana kwamba Malkia wa nguvu Samia Suluhu Hassan mitano tena. Malkia wa nguvu Samia Suluhu Hassan mitano tena. Basi ndugu zangu, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Clouds Media kwa kazi hii nzuri. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Jambo hili limeendelea kufanyika kila mwaka, na wakati mwingine tumekuwa tukijiuliza mwaka huu ipo kweli, lakini tunawaona mpo. Kwa hiyo kwa kweli tunawashukuru sana. Mwenyekiti, tunakushukuru sana, na timu nzima tunawashukuruni sana. Tuwashukuru kwa entertainment zote za usiku wa leo. Mmetuburudisha, tumecheza, tumekula, lakini tumebadilishana mawazo. Tumejifunza kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine, lakini tumekutanishwa hapa. Watu wa Mbeya wamekutana na Wadodoma, Wadodoma wamekutana na Singida, Wasingida wamekutana na Morogoro. Tunawashukuruni sana. Asanteni sana kwa hiki mlichotufanyia. Basi bila kupoteza muda,
ninawatakia shughuli njema na usiku mwema. Tuendelee kuburudika na malkia wetu wa nguvu. Asanteni kwa kunialika, asanteni kwa kunisikiliza, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ninashukuru sana. Asante DJ Feru. Asante mheshimiwa mgeni rasmi. Tunakuomba kabla haujateremka tuweze kupata picha ya kumbukumbu kwa malkia wetu wa nguvu usiku wa leo, lakini vile vile kwa wahisani ambao kwa namna moja ama nyingine wameweza kuifanikisha malkia wa nguvu 2025. Tunasema twende duniani. Twende duniani, yes. Sawa, ningependa kuiomba meza kuu wajumuike na mheshimiwa mgeni rasmi kwa ajili ya kuweza kupata picha ya pamoja. Naomba niwakaribishe meza kuu, karibuni sana. Wakati meza kuu wanakuja, washindi wetu wote wa malkia wa nguvu usiku wa leo, na waomba hapa kwenye stage kwa ajili ya kuweza kupata picha yetu ya kwanza. Mje na tuzo zenu, washindi peke yake bila kusindikizwa. Sogea hapa kwa ajili ya kuweza kupata picha ya pamoja. Mianyenyi, tuko Dodoma. Goli moja, Simba hajapata Ya kupigwa na mkeo. Duniani. Ndio kupiga mke wangu, nampenda sana. Oyo! Jamani malkia wa nguvu oye! Kwenye safari yako ya maisha unapotembea unakutana na mabadiliko mengi sana. Tulikuwa hapa takribani wiki nzima tukiwa tunafanya mambo mbalimbali katika kuwatembelea majasiriamali, kujua kazi zao, kujua makimbizano yao ya kila siku, na sasa leo baada ya kupita kila sehemu katika hii kanda ya kati Dodoma, na sasa tunaenda kuwavika mataji mamalkia wa nguvu. Nguvu 2025, twende duniani. Karibuni tuje duniani. Malkia wa nguvu 2025, twende duniani. Mweze kuweka historia kwa kuwa sehemu ya malkia wa nguvu 2025. Tunawashukuru sana, asanteni sana kwa TAF. Nyinyi ndio mmeweza kufanikisha usiku huu wa leo kuweza kukamilika vizuri kabisa. Wakati huo Clouds Media Group pia mjiandae. Gea Habibu, vaa viatu vako kabisa. Zai, vaa viatu kabisa, maana najua mmevua. Haya, asante Clouds Media Group, na sisi tukiwepo pia, mimi na Josemara tusogee kabisa, bila kumsahau Babu wa Kitaa. Babu wa Kitaa, Kaiza Sosa, mmoja kati ya mpambanaji ambaye anapambana vizuri sana, mwanaharakati wa mapambano dhidi ya saratani. Yes. Na sisi tunakaa Josemara kwenye picha Clouds Media Group. Gea Habib, nilikwambia vaa viatu kabisa. Niliajua haya, utakuwa wa mwisho. Simama hapa, kule mbali. Naona kutoka Clouds mpiga picha yetu Kisanga anatupanga. Haya, asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na meza kuu, tunapenda tuwashukuru. Asanteni sana. Na tumekamilisha zoezi letu la picha. Tunaomba sasa tuwaruhusu. Najua Josemara kuna jambo litafuata hapo linaendelea, lakini wakati mheshimiwa anashuka, na mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru kabisa, kwa sababu najua Josemara unafuata wewe.
Sawa. Wiki hii kumetokea matukio makubwa matatu Jose Mara, sitaki kusahau. Ndio. Mheshimiwa Rais leo hii amehitimisha bunge la 12 la kwanza. Yeah. Ndio. Usiku wa tuzo za Malkia wa Nguvu ndo huu hapa. Yeah. Tukio kubwa kabisa la kihistoria mara moja kwa mwaka. Lakini tukio la tatu, wananchi wamechukua ubingwa mara 4 mfululizo. Ni tukio muhimu kutokea ndani ya wiki hii. Kwa nini tulisahau? Wananchi! Kwa Feru kama utusikie Kwa hiyo ni moja kati ya matukio makubwa ndani ya wiki hii. Hongereni sana wananchi. Siwezi kuwasahau. Wakati Husna anasema kuhusiana na masuala ya wananchi, Simba haya mambo alishayafanya mpaka akayazoea na akasahau. Wana Simba! Tena kwa kumwongezea na bonus, sikia wana Simba wanavyoimba. Sio leo toka zama, mnyama hana mpinzani. Sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani. Umeona shughuli hiyo? Unaona shughuli hiyo? Husna Abdul, unaona shughuli hiyo? Umeona shughuli hiyo? Wana Simba mko wapi? Leo toka zamani, mnyama hana mpinzani. Sio leo toka zamani. Kia usifanye hivyo. Mnyama hana mpinzani. Watoto wada, watoto Msimbazi. Feru subiri. Feru subiri. Haiwezekani. Ushindi tuchukue sisi kucheza mcheze nyinyi. Mmetaka kuniroga hapa Tereze. Hapa wananchi. Feru naomba walete wananchi. Sogeeni. Haiwezekani. Ushindi tuchukue sisi kucheza mchezo nyie. Haiwezekani. Yanga badi Kajani tunilebata mana makolo anayenyeka sana. Kajani tumeninjoi huko uwanjani ushaulizwa sana. Kajani tunilebata mana makolo anayenyeka sana. Kajani tumeninjoi ratiba ya chakula. Ratiba ya chakula iko pale pale. Wanakamati watapita meza kwa meza kuelekea kwenye chakula. Sawa sawa jamani Yes. DJ Feru. Ngoja kwanza. Wakati zoezi la kula likisubiriwa na kuendelea, kuna zoezi dogo jamani. Kuna zoezi la kutoa vyeti kwa wadhamini wetu. Najua mambo haya Husna mambo haya yakianza yatasaulika. Kwa hiyo namwomba mwenyekiti wa kamati ya Malkia wa Nguvu, Malkia Lilian Masuka. Haya sawa, Jose. Yeah. Jamani, wananchi nawaomba mkae pembeni kidogo, sawa? Ndio. Na nimekuelewa mamangu. Leo tupo hapa mpaka asubuhi. Ngojea kwanza tuweze kukabidhi certificate. Yes. Kwa wahisani wetu ambao wamesababisha usiku wa leo, tuweze kuwashukuru, alafu baada ya hapo wananchi tutaendelea. Msiwe na wasiwasi. Kombe letu miaka 4. Wewe Husna kwa mara ya kwanza kanipokonya maiki toka dunia imeumbwa. Unatupotezea muda. Asante. Mpaka wananchi wanataka kuongea wenyewe. Sasa kwa haraka ni wakaribishe Selcom Pesa, makato madogo kuliko, waweze kufika mwakilishi. Wakifika hapa watasubiria kwa sababu kuna zoezi pia la kumbukizi ya picha. Selcom makato madogo kuliko, lakini wakati huo naomba mwakilishi kutoka Yas
ambaye naye pia haji kwa ajili ya kupata certificate of appreciation. Yes. Karibu sana. Wakati huu naomba mwakilishi kutokea Wizara ya Katiba na Sheria kwa ufadhili wa Shirika la Maendeleo la Ujerumani GIZ. Lakini pia mwakilishi kutokea Smart Gene, mwakilishi kutokea TANESCO, tunasema umeme nishati nafuu zaidi jikoni. Mwakilishi kutokea PG wa Kishu, hawa ni watengenezaji na wauzaji wa aluminium na vioo. Mwakilishi kutokea NSSF, tunasema kuwa star wa mchezo, linda kesho yako. Lakini pia tunaomba mwakilishi kutokea Royal Oven. Yes. The Baker Master hawa hakika tumeenjoy sana kwa wiki nzima tukiwa hapa Dodoma. Tunaomba mwakilishi pia kutokea Leka Building and Furniture, hawa ni watengenezaji lakini pia wauzaji wa furniture za mbao ngumu aina mninga pamoja na mkongo. Tunaomba pia mwakilishi kutokea Siana Events and Catering, wanasema experience the difference in quality. Ndo maana yake. Yeah. Sio mchezo. Mwakilishi kutokea Siana Events, karibu sana. Jamani, karibuni tupate picha ya kumbukizi hapa. Karibuni sana. Na mwenyekiti wetu wa kamati ya Malkia wa Nguvu. Ndio. Lilian. Hakika umecheza pakubwa sana mwenyekiti. Piga picha za dunia mdogo wangu kumbukizi mpaka mwakani tena panapo majaliwa, miaka 10 ijayo. Hongereni sana. Na umwambie hiyo ndo kazi yake. Na hiyo ndio kazi ulosomea Kisanga. Hongereni sana watu wetu. Hakika imekuwa ni jambo zuri sana kwa mwaka huu ikiwa hapa makao makuu ya nchi Dodoma. Asanteni sana wahisani wetu. Tunategemea panapo majaliwa inshallah mwakani tutakuwa tena pamoja. Karibu. Katika asanteni sana, asanteni kwa tafu, asanteni kwa kushiriki. Endeleeni kusikiliza Clouds FM 104.4 hapa Dodoma. Tunasema asanteni kwa tafu. Usna. Nachukua maelekezo kutoka kwa mwenyekiti. Kuna maelekezo ya ziada? Wakati wa wanakamati watakuwa wakipita meza kwa meza kualika chakula cha jioni usiku wa leo, wakiongozwa na kamati watakuwa wakinyanyua meza moja baada ya nyingine kwenda kupata taftahi usiku wa leo. Burudani zipo nyingi. Burudani zipo nyingi. Naambiwa Dodoma hapa kuna kundi la madancers ambao ni kiboko dunia. Watakuja kuonyesha sanaa yao hapa mbele. Mia nyenye. Kwa dada yetu City Mtemf, pongea wa kuone. Kweli. Asante sana kwa tafu. City Mtemf, karibu. Karibu. Mia nyenye. Tuko Dodoma. Goli moja, Simba hajapata Kisha kupigwa na mkeo. Duniani. Ndio kupiga mke wangu nampenda sana. Oyo. Jamani Malkia wa Nguvu oye. Kwenye safari yako ya maisha unapotembea unakutana na mabadiliko mengi sana.